Hello. Hello madam, habari? Salama. Salama madam, karibu. Naongea na Akila kutoka Wadada Center. Ndio madam, mnaendeleaje? Tunaendelea vizuri, tumshukuru. Tupo salama kabisa. Tumepiga simu kuwasalimia na kupata maendeleo ya dada miezi 6 sasa. Jamani anajitahidi sana. Kabadilika. Amebadilika sasa hivi, amenyoka. Okay. Kwenye malezi unamwonaje? Anajitahidi kwa kweli. Tabia hata mwisho wa mwezi ni zawadi kwa akija. Amebadilika sana hivi. Tumpe ile ya dada wa mwezi. Bado. Utampa tu zawadi. Utampa tu zawadi. Haya, sawa. Malezi kwa hiyo kwenye scale of 1 to 10 unampa ngapi? Jamani amejitahidi sana. Kwa hiyo unampa maksi ngapi kwa watoto kuanzia 1 mpaka 10? 9. 9. Okay. Usafi? Na usafi bado kidogo ila anajitahidi. Ambayo unampa ngapi hiyo? 1 mpaka 10. Unampa 8. Alafu mapishi? 8 na hiyo. Basi amejitahidi. Yaani kama zote yuko above 8 basi ametisha. Yaani ndio maana nasema amebadilika sana. Okay. Na nidhamu yake? Amebadilika, nisaidia sana kwenye start. Kaanza kwa mstari. Ile mara mwisho sinakumbuka ilikuwa issue. Niliongea naye nikamwambia wewe. Alibadilika kwa kesho yake. Ili kuongea naye nilisikia vitu vingi. Maana hiyo kwa malezi na watoto kabadilika. Hivi alikuwa ameshasahau, lakini aliongea naye tumeona kubadilika vitu vingi. Ndio kazi yetu hiyo madam. Yaani unatakiwa kabisa kupata stress. Unaona kama hivyo sisi tukiongea naye anaweka uzito. Ni tofauti na wewe ukimwambia tu anaweza kuchukulia tu ni simple. Mimi nilimwambia unachezea ajira hapo. Sisi tutakuondoa best. Wadada wanaotaka kazi ni wengi. Utakosa dhamana yako. Utakuwa umepoteza muda, yani ni hatari. Kabadilika sana. Na nidhamu yake je, scale of 1 to 10 unampa ngapi? Yaani mimi nampa zote yani hamna maarifa. Siamini kama ni huyu dada. Nikamka na jirani tukizungumzana na kama aliposea kitu kama amekuja kusema madam kama Sasa kwa kweli nafurahi leo kupata hizi feedback kutoka kwako kwa kweli. Nafurahi sana kwa sababu mara ya mwisho kwa kweli ulikuwa unalalamika, nikasema sasa huyu akiendelea kumfanya bosi haya analalamika hivi hatuwezi kukubali mteja wetu alalamiki. Yaani tulipoongea naye mabadiliko ni mengi sana. Hata kuamka alamka mapema. Siwezi hata simwamshi tena, sasa hivi ameipa alamu yake. Okay. Niamka mapema saa 11 kasoro. Anakuwa saa 10 na dakika. Wakati zamani ukitaka alikuwa anawahi, lakini pengine mimi nawahi napigwa lakini sasa hivi hata siku moja ni moja saa 11 na kasoro acha. Naanza kumwandaa mtoto. Okay. Haya madam. Basi tunashukuru sana. Kwa hiyo mwezi huu anapata zake ka gift. Haya, hongera zake. Nitaongea naye niendelee tu kumsisitiza kwamba huo mwitikio alioonyesha na mabadiliko aliyoonyesha aendelee kuyafanyia kazi na kuboresha zaidi. Kwa sababu unajua sio tu kwamba wewe utafurahia huduma, yani hata yeye inamjenga, inamuongezea thamani. Inamuongezea motisha na kabisa. Ona wewe sasa hivi unafikiria kumpa zawadi. Kwa kweli. Ndio hivyo, ajue kwamba anavyoongeza thamani kwenye kazi yake na yeye anapata kitu cha zaidi. Yaani sio kukaa na mtu unafurahi kukaa kama siku yake, sasa isikae kama nyumbani. Haya madam, tunashukuru sana. Haya madam, jioni njema. Tunashukuru sana. Muje basi kwenye workshop ijayo jamani.
Haya, nitajitahidi tu. Ujitahidi uje, mnakuja na watoto kabisa jamani, tuna spend nao time angalau. Haya, nitapanga siku moja nitakuja. Haya madam, asante sana, nikutakie jioni njema na majukumu mema. Haya. Hello, habari? Salama za huko? Salama, karibu Dada Center, unaongea na Akila. Okay, unaendeleaje? Miezi 6 ikaisha. Nashukuru Mungu anaendelea vizuri. Hongera jamani. Asante. Hongera sana. Ushapambana nusu ya safari sasa. Ndio. Nimeongea na bosi wako bana, maua yako mengi. Ndio. Umeamua kuwa mfanyakazi bora. Yaani umejaribu na umeweza. Kumbe unaweza tu vizuri. Mwanzo ilikuwa ngumu, unajua mwanzo nilifika hapa nilimkuta mdada mwingine. Alikuwa anajibika na watoto, baadaye akaja kuondoka. Kwa hiyo kwa watoto wenyewe nikawa baadaye yani najaribu ile kukata tamaa. Lakini nikasema hamna, mbona nikijaribu nitaweza. Lakini sasa hivi nashangaa kawaida kishazoea. Umeshazoea, unapambana. Haya, hongera sana. Kwenye malezi madam amesema unafanya vizuri sana, amekupa 9 ya 10, usafi amekupa 8 ya 10, yani umenishangaza hapa kwenye usafi. So nakumbuka mara ya mwisho nilipokupigia simu. Ndio nakumbuka. Mapishi 8 ya 10, nidhamu 10 ya 10, yani kiufupi umefanya vizuri sana. Nashukuru. Kwa hiyo nakupongeza kwa kuwa msikivu na kutaka kufanya mabadiliko na umeweza kufanya mabadiliko. Sawa. Kikubwa hapo umenisababisha nimekupenda bure. Yaani ongeza ubora zaidi kila siku. Unaona sasa hivi ambavyo bosi wako nikimpigia simu anafurahia. Ndio. Ndio nataka na wewe uendelee kufanyaje? Kumsababisha afurahi hivyo na zaidi. Sawa. Kwa hiyo endelea kupambana, fanya vizuri. Yaani imagine hapo bosi wako ananiambia yani, sema sisi nitakuwa nimetoboa siri yake, ananiambia mwezi anakuandalia zawadi. Unaweza ukaona ambavyo ukifanya kitu kizuri kila siku madam anawafundisha unavyoongeza thamani, unapata pesa zaidi. Au hata sio tu pesa, yani kuna vitu vingi vya thamani vitakufuata kwenye njia yako kwa sababu wewe unafanyaje? Unaonyesha thamani kwenye huduma unayoitoa. Sawa? Kwa hiyo endelea kupambana, huo ni mwanzo tu. Unaona kabisa umepambana tu mwanzo hapa umeshaanza kuona matokeo mazuri. Kwanza mtu unayemhudumia anafurahi. Ukisha furahi mambo yako na yenyewe yanakuwa mepesi, unafanikiwa. Haya sawa, basi nikutakie kila laheri, uendelee kupambana, endelea kufuatilia vipindi vyetu, usiache kuja kwenye workshop, yani hivyo ndio vitu vya kukujenga na kukutengeneza. Sawa. Asante sana, nikutakie siku njema na majukumu mema. Haya, asante sana, bye. Haya.